Ukweli 7 kuhusu maisha ambao lazima uujue. Je, umewahi kujiuliza kwa nini kila unapojitahidi kuwa mwema, maisha yanakujibu kwa dhoruba? Kuna sauti ndani yako inasema, dunia itanilipa kwa wema wangu. Lakini ukweli ni kwamba maisha hayafuati sheria za upendeleo, bali yanafuati sheria za uhalisia. Ukweli ni huu: maisha ni mwalimu mkatili, anakupa mtihani kwanza, kisha anakufundisha somo baadaye. Leo tutachambua ukweli 7 mchungu kuhusu maisha ambao watu wengi huchelewa kuujua, lakini ukiuelewa leo utakuwa na nguvu ya ajabu ya kushinda kila kizuizi. Kabla hatujaanza, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili uendelee kupata hekima hizi zinazojenga akili yako. 1. Hakuna anayekujali ukiwa huna kitu. Binadamu kwa asili wanavutiwa na mwanga, sio giza. Unapokuwa kwenye shida, simu yako itanyamaza na marafiki wa karibu watapoteza namba yako. Hii sio kwa sababu ni wabaya, bali ni kwa sababu binadamu wanatafuta faida. Ukiwa huna kitu, unaonekana kama mzigo, sio fursa. Jifunze kupambana peke yako. Usitegemee mabega ya watu, bali tegemea miguu yako mwenyewe. Ukifanikiwa, utashangaa jinsi watu watakavyokukumbuka kuwa walikujua tangu utotoni. Nguvu yako ya kweli inapatikana unapotembea peke yako gizani kuelekea kwenye nuru. 2. Wema wako ndio utakaotumika kama kamba ya kukunyonga. Watu wengi wenye mioyo mizuri hudhulumiwa kwa sababu hawajui kuweka mipaka. Unapomvumilia kila mtu na kumsamehe kila mtu bila masharti, unawafundisha watu jinsi ya kukukanyaga. Wema usio na kiasi unakufanya uonekane dhaifu na watu watatumia huruma yako kukuangamiza. Kuwa na kiasi, kuwa mwema, lakini usiwe mjinga. Wema wako unapaswa kuwa na meno. Jifunze kusema hapana inapohitajika na linda moyo wako kwa ukali ule ule unaolinda maisha yako. Heshima inakuja pale watu wanapojua kuwa wema wako una mipaka. 3. Hata ndugu wa damu anaweza kukuuza kwa bei rahisi akipata njaa. Usiweke imani yako yote kwa binadamu tu kwa sababu mnashare damu. Njaa haina adabu na tamaa inaweza kuvunja undugu wa miaka mingi. Kuna wakati adui yako wa nje ni salama kuliko msaliti aliyepo ndani ya nyumba yako. Usiweke tumaini lako kwa binadamu, liweke kwenye juhudi zako na kwa Muumba wako. Heshimu ndugu zako, lakini uwe na akili ya ziada. Jenga himaya yako kiasi kwamba msaliti akiondoka, ufalme wako usitikisike. 4. Maumivu ya moyo ni kipimo cha ukomavu wako. Hakuna shujaa aliyewahi kuzaliwa kwenye bustani ya maua. Mashujaa huzaliwa kwenye tanuru la moto. Maumivu ya kusalitiwa, kufeli au kupoteza ni chakula cha roho yako. Kila kovu unalolipata moyoni linakufanya uwe na busara zaidi na uwezo mkubwa wa kuhimili dhuruba zijazo. Usiyakimbii maumivu, yakubali na ujifunze kwayo. Maumivu yanakuambia kuwa kuna sehemu ya maisha yako inahitaji kubadilika. Ukikubali kuumiza leo kwa ajili ya kujifunza, utacheka kesho kwa ajili ya ushindi. 5. Pesa haileti upendo, lakini inafanya upendo uheshimike. Watu husema pesa sio kila kitu, lakini ukosefu wa pesa unaweza kuua hata upendo wa dhati kabisa. Pesa inaleta amani, utulivu na uwezo wa kulinda wale unaowapenda. Upendo wa dhati unahitaji mazingira tulivu ili ustawi, na mazingira hayo mara nyingi yanahitaji rasilimali. Usichukie pesa, wala usiikumbatie kama Mungu. Itafute kwa bidii ili iwe mtumishi wa ndoto zako. Ukifanikiwa kiuchumi, utagundua kuwa heshima inakuja bila kuombwa, na mahusiano yako yanakuwa na nguvu zaidi. 6. Dunia haitakuonea huruma kwa sababu wewe ni mtu mwema. Simba hamwachi swala kwa sababu swala huyo ni mla majani na ana tabia nzuri. Simba anamla kwa sababu ndivyo asili ilivyo. Kadhalika, dunia haitakupa fursa kwa sababu wewe ni mtu mzuri. Fursa hufuata matokeo, bidii na ujasiri. Acha kulalamika kuhusu kutokutendewa haki. Dunia haidaiwi na mtu yoyote. Badala ya kuomba huruma, jenga uwezo wako. Kuwa bora kiasi kwamba dunia haiwezi kukupuuzia. Ushindi unatafutwa, hauombwi. 7. Kila unayemsaidia leo anaweza kuwa msaliti wako wa kwanza kesho. Huu ndio ukweli mchungu zaidi.
Mara nyingi watu tunaowabeba migongoni ndio wanaotuchoma visu vya kwanza, kwa sababu wanachukia kuwa walihitaji msaada wetu wakati fulani. Wanaweza kuona kama kikumbushicho cha udhaifu wao wa zamani. Saidia watu kwa sababu ya utu wako, sio kwa sababu unategemea shukrani. Ukisaidia bila kutegemea kulipwa, usaliti wao hautakuumiza. Endelea kuwa na mkono wa kutoa, lakini uwe na akili ya kutambua nyoka kabla hajakuuma. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Maisha hayapo hapa kukubembeleza, yapo hapa kukujaribu. Ukweli huu usikutishe, bali ukupe nguvu ya kuwa mwerevu zaidi. Mtu anayejua ukweli mchungu ni vigumu kudanganywa au kuangushwa na upepo. Usiache kuwa na malengo na usiache kupenda, lakini fanya hivyo ukiwa na macho yaliyo wazi. Wewe ni mjenzi wa hatima yako mwenyewe. Mizizi ya mafanikio yako ni ukweli unaoukubali leo, maumivu unayoyageuza kuwa hekima, na uwezo wako wa kusimama kidete hata pale kila mtu anapokuacha. Kumbuka, dunia haina nafasi kwa waliolegea. Ukikuja leo na moyo wa kishujaa, kesho itapiga goti mbele yako.